Shughuli za kiuchumi na utalii zinatarajiwa kuimarika hata zaidi kufuatia hoteli ya kitalii inayojengwa katika eneo la Jomvu Ganahola na shirika la kijamii la Big Ship. Hoteli hiyo ambayo ina muundo wa kisasa katika mazingira yenye mikoko inatarajiwa kuwa kivutio cha watalii, kizingatiwa kuwa watalii hutoka mkondo wa bahari ya Juda Sport Club hadi eneo hilo. Mzungumza alipozuru hoteli hiyo mapema leo, mbunge wa Jomvu Badi Twalib amesema atahakikisha eneo hilo linapata barabara ambayo itarahisisha uchukuzi. Badi aidha amesema hoteli hiyo itasaidia kuinua uchumi wa eneo hilo kutokana na uvuvi uliotekelezwa eneo hilo, jambo litakaloinua biashara. Funded na World Bank through KEMSFED, na nataka kuchukua fursa hii kusema kwa mpaka saizi wanafanya component ya kwanza restaurant, kuna ablution block, kuna multipurpose hall na vile iko ya 4 ambayo ni library. Na hizi component zote zitaweza kutusaidia na kupanua hii sehemu. Mimi nataka kusema kuwa hapa pata provide kazi direct kama watoto 50. Tukiangalia something is better than nothing. Leo hata watoto wawili, ikiwa watoto wako 10 lakini ukiondoa wawili si 10 tena ni 8. Kwa hivyo hivi sasa watoto ambao watakuwa wako ama kufanya kazi hapa watakuwa takribani 50 direct. Na mimi ningeomba sana watakaofaidika wawe ni vijana wa hapa mtaani, ndio ambao wataandikwa katika kufanya hii kazi yao wakiwa kwa. Baadhi aidha amewahimiza vijana kuzingatia elimu, huku akiwataka kujiunga na chuo cha Kenya Coast National Polytechnic ili kupata vyeti vya kazi za mikono, akiahidi kuwalipia karo 100%. Coast National Polytechnic ambayo inafanya certification program. Kwa hivyo kwa hawa vijana wetu ambao tunataka ku-earmark kazi ya kufanywa hapa, kila kitu katika Kenya hii ya taka makaratasi. Kwa hiyo college nataka kusema yule ambaye atakuwa na interest yoyote ile ambayo ataka kusoma pale, mambo ya catering ama mambo yote, aende pale ajifanyie registration, asilipe hata ndururu. Mimi mbunge wenu Badi Twalib nitamlipia hiyo fee ya kusomeshwa. Wakati huu Badi ameahidi kushirikiana na shirika hilo kuafikia malengo yao, ikiwemo kuwapa 50,000 kuwawezesha kuzuru Mama Ngina Waterfront. Meandika barua. Alafu hiyo barua nasikia ilikuwa 31st mtaka kwenda huko. Na mlikuwa mchajiwe. Ilikuwa ni pesa ngapi ya charges? 50,000. Ni 50,000 kule Mama Ngina. Kwa hivyo mimi natangaza hapa leo kusema kuwa hiyo charge ya 50,000 mimi mheshimiwa Badi ndo nitalipa, ili nyinyi ndo nitafanya kitu kimoja pia, nitapigana huko. Kwa sababu leo nataka kuchukua fursa hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir ambaye ni gavana wetu wa mji wa Mombasa, kuona kuwa katika kila wakati kutakapokuwa na exhibition nitahakikisha kuwa Big Ship pia wanapata stand yao ili wa showcase products zao kama vile watu wengine ambao wanaweza kushowcase products zao. Viongozi wa shirika hilo wamepongeza ushirikiano huo, wakisema utawasaidia pakubwa. Agula Hamisi ni mwenyekiti, naye Bosco Juma akiwa mkurugenzi. Ndio mambo yetu haya yake kwamba hii itakuwa ndio pale ambapo kwamba ndio watu wanapokuja kwa burudani, na mbali na kubarizi tu masuala mengine ambapo kwamba hapo kwa maana kutakuwa na masuala ya mila na desturi ambazo kwamba za kipwani ambazo kwamba tunaziegemea kuzieleza na kuzifanyia fursa, ambao nasema ndani ya kipwani kwamba kuna na Jomvu rasmi, lakini mbali na Jomvu upande wa pili pia tuko na Rabai ambao kwamba ni miongoni mwa wale ambao kwamba tunalenga kwa ajili yake yetu. Kwanza hasa nikilenga kuelekeza kwa vijana wale ambao kwamba nafikiri tumewapata, ambao kwamba wengi tunasema hatuna kazi. Kazi zipo, lakini kuzifikia ama kuzifikia ndio kwa challenge. Na ndio kile ambacho kwamba tunalenga kukifanyia juhudi hapa, kwamba kuendeleza vipi kwamba zitapatikana kuweza kuchapa zile opportunities ambazo zinaletwa na hii bahari ambao kwamba ndio tumekuwa nayo. Zaidi yake kwa nataka kwanza niweze kushukuru sana Mungu kwa kutujalia hii siku, kwa sababu ni siku ya kipekee, na kumpongeza pia mheshimiwa wetu na kumshukuru sana kwa kututembelea, na kwa njia ya kipekee kwa kumshukuru kwa kuweza kutuunga mkono. Anzi leo kwa sababu tuko na site mheshimiwa pengine hujazitembelea tena, ambazo ulipanda toka 2018 2017 wakati mambo ya mikoko ilipoanza, and they are doing very well. Kwa hivyo
Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Jomvu, mimi ni Ramadhan Nyae.